Acha kupokea roho ya hofu. Tutakufa tu, tumekwisha. Uone hali ya hewa wa kanisa la Mungu. Hali ikibadilika hatuhitaji kulia sisi, maana kitabu cha Warumi kinasema msifuatishe namna ya dunia. Dunia inasema tuna njaa, dunia inasema tutakufa, dunia inasema tumaskini, dunia inasema tutapona. Watakatifu tulio na Mungu tunakwenda kinyume. Dunia ikisema tu masikini, tunasema tu matajiri. Dunia ikisema tutakufa, Yesu akasema yeye ndio uzima na uhai, hata mtu akifa atakuwa hai tena. Tunakiri kwamba tutaishi na Bwana. Yesu akasema tukiteswa pamoja naye tutatukuzwa pamoja naye. Naongea na kanisa ambalo hata Yesu akipiga parapanda hatutaogopa. Acha vita iwepo. Watu wengi mnakemea vita katika jina la Yesu. Wewe pepo na kukemea, usikemee vita. Kwenye vita ndiko kuna kuinuliwa, kwenye vita ndiko kuna kutengenezwa. Ujawa mtu mpaka umechafuka, ujawa mtu mpaka umekataliwa, ujawa mtu mpaka umeshushwa. Ili Mungu akuinue, wache wakushushe. Wakishakushusha, zamu ya Bwana inakuja na kuinua viwango. Naongea na watu watatu walioshushwa watainuliwa Bwana. Ujawa mtu mpaka umezikwa. Kuna watu hapa mnapita, lakini ngoja niseme, wangapi wanapenda kula mnafu? Wangapi wanapenda kula mnafu? Na siku hizi ukienda mjini, ukipita kwenye hizo hoteli kubwa kubwa, hawataki hizi mboga zinazopigwa dawa mjini sasa hivi. Na wao hujaonaga wanakuja na mapikipiki wanaenda kule ngalaoni. Si unaona jamani unakuta mtu amejaza mboga, na mboga zinazotafutwa ni ile ya kijani. Wanapanda na pikipiki na magari, wanaenda kukaa barabarani, wanatafuta mnafu. Lakini ukikuta hiyo mnafu inakotoka, unakuta ni kwenye kinyesi cha ng'ombe. Wamasai wakifunga, wakitengeneza ile zizi la ng'ombe, kuna ile kinyesi wanasukumia hapo, ndio ile mboga inatoka. Wewe ukikanyaga unasikia harufu, lakini huko ndiko chakula kinakotoka. Wewe ulienuka, wewe ndio chakula. Kwenye kunuka ndiko utachipuka. Mnafu unatokea kwenye kinyesi, na utatokea kwenye maeneo machafu, na utatokea kwenye balaa, na utatokea ujawa mtu mpaka umenuka, ujawa mtu mpaka umechafuliwa, ujawa mtu mpaka umekataliwa, ujawa shujaa mpaka umetengwa, ujawa mtu mpaka umedaiwa, ujawa mtu mpaka umepita mahali ambaye kila mtu anasema Mama Joshua amekwisha, Raeli amekwisha, Jackson amekwisha, David amekwisha. Wakati wanasema amekwisha, Bwana anatangaza mwanzo wako mpya. Bwana anatangaza heshima yako mpya. Sikama naongea na watu watatu waliokata tamaa. Inuka katikati ya vita, katikati ya vita. Wacha vita ije, wacha vita ije. Hebu sema mwa. Sema majaribu yaongezeke. Fanya basi yaongezeke, fanya basi hivi. Acha basi yanauma eti. Yanauma. Kubali kula gharama. Na unyamaze kimya. Mke mwenza atavuna, jirani yake atavuna. Wanasema tutaona kama watafika. Tutaona, anajidaidai. Kuna mtu akikuona tu na afya anaumia. Ukipita tu mbele yao unacheka, sema si afya tu. Kuna mtu ukicheka tu akakuona tu unacheka kwa furaha, nasema jamani anacheka nini? Mwanangu, naomba nikuambie kitu. Kuwa makini na mtu anayekuuliza asubuhi, unaendeleaje? Mwambie niko vizuri. Na wengine mnavyoliaga, naendelea vizuri, lakini kijana wangu amekamatwa, wamekosa kazi, sijaga naye watesa watoto wangu atafikia wapi? Naumwa tu, ugonjwa wangu, tumbo langu linauma tu, kiuno kinauma tu, nadai mateso tu. Yaani ukifungua kinywa ni mateso tu, bila kujua. Yamkini anayekuuliza habari ya uzima ametega mitego. Kwa ana kuuliza habari ya uzima ajue je la kwake limetimia. Wakikujia hata kama umepigwa ngumi usiku na mume wako, tandika mpaka una alama. Wakikwambia unaendelea, mimi naendelea vizuri. Nani amekupiga hapa? Mwambie aisee, nilikuwa nakandanga ungo wa mandazi jana, saa ngapi mafuta hajamwagikia hapa. Lakini umedundwa ngumi na mume wako, unavumilia. Vumilia bana, vumilia, usikimbie, vumilia, usikimbie. Kuna kitu kinachokuja, usiwaeleze. Angalia mtu akueleza shida zako. Na kuna wengine mmeshatekwa hapo, ukitaka kujua umetekwa, angalia tu. Kuna mtu akija nyumbani kwako, unakuja unasema
Mnaongea, mnamueleza habari ya watoto wako. Kijana wangu amefukuzwa, ananisumbua. Akitoka tu unasikia jakamwe. Kwa nini nilimwambia? Lakini mambo ya watoto wangu. Unasema akirudi tena, akia Mungu simwambie. Siku nyingine akija yule mtu, ukimwona kwamba unaanza kuchange, unatafuta ni kwangu huyu. Anakuja vizuri tu. Ukitaka kujua umeshatekwa, ni hivi. Akifika ulipo, karibu, hata unaitika kishingo upande, utaki kuongea naye. Anaingia kwako, anaanza kuongea tu maneno ya bla bla, unashangaa umefunguka. Umeanza kumueleza kila kitu. Akitoka tu unajuta. Ulimwengu wa roho inakupa taarifa, yule sio mwenzako. Anakuja kuchukua kinachoendelea kwenye maisha yako. Sio kila anayekuja nyumbani kwako anakuja kwa wema. Na ili Mungu akufanikishe, kuna vitu vitapotea. Ibrahimu ilibidi ampoteze Lutu. Na kuna maombi tutafanya leo. Kuna watu watakuacha, hakuna ugomvi. Unashangaa, hujai kuona mtu asema, jamani tulikuwa karibu na Raheli, lakini siku hizi amekuwa mbali. Sijui hatujagombana. Yaani Mungu akutenge taratibu, akuache akae mbali. Kuna wengine sio kwa sababu ni wachawi, sio kwa sababu ni wanafiki, ila Mungu tu hataki uwe nao, maana spirit walionayo na ya kwako haiendani. Wangapi wananielewa? Cheki. Siku mambo yako yameyumba, kazi, ndoa, mtoto wako au mumeo au mkeo anayumba, baada ya kuwa na nani? Kuna mtu ulipopatana kufanya jambo fulani, mambo yakaharibika. Nenda kacheki. Siku kijana wako amegeuka, kawa na tabia ambayo sio, kakaa na kijana yupi? Nenda kacheki. Siku mume wako amegeuka, hakutaki, anakupiga, kakaa na mwanamke yupi au mkija mtu yupi? Siku mke wako amebadilika, kakaa na nani? Nenda kacheki hata shuleni. Kuna mtoto wako akikaa naye anakuwa asomi. Mungu unaponinyanyua, asitokee mtu wa kwetu atakayesema kama sio mimi, kama sio mimi, kama sio mdogo, kama sio kaka yake, kama sio mimi. Nataka Mungu akunyanyue jangwani. Wanajiuliza tu, kijana wako amepata kazi? Nani amempatia? Amepata kazi nzuri wapi? Sijajua. Nani amepata refa wapi? Nyie mnatafuta refa mkuu. Yesu yuko kazini. Aliwashughulikia kwanza. Uchawi wenu kwanza uliondolewa. Maneno machafu mlioongea juu ya tumbo la huyo mama imeondolewa kwanza. Bwana alipoondoa, akainua mtu kutoka Dodoma, akainua mtu kutoka Mererani, akainua mtu popote pale ambaye si wa ukoo huo. Ombi langu ni moja, Mungu akunyanyulie moja ambao ukikohoa atasema, mama nimekuja. Ukikohoa, mama una shida gani? Baba una shida gani? Kwenye tumbo lako atokee moja ambao atakuwa na uchungu na wewe. Atokee moja. Maana furaha ya adui zako ni kuona watoto wanakutandika, ni kuona watoto wanakusomea, ni kuona watoto wanakukataa, ni kuona wanakucheka. Aishivyo Bwana kwenye madhabahu, atokee moja atakayesema, mama Elia sisilie. Kama wengine wamekukataa, mamangu nitakubeba, babangu nitakubeba. Nitasimama kwenye familia. Hata kwenu wakisimama hiyo mama wakasimama, moja aseme, msimguse mama yangu, msimguse baba yangu. Atokee moja atakayekohoa, atokee binti moja atakayekohoa. Akikohoa watu wafyate mikia. Na tamka Gideon wa familia yuko wapi? Na mtafuta Gideon jamani leo. Gideon moja achipuke. Bwana ashughulike na adui zake kwanza. Na mimi nataka nikwambie, kwenu wanakotamka huyu hafiki popote, waambie huu ni moto wa umeme. Huu ni moto wa umeme. Hata maliza nyumba, wataachana tu. Waambie huu ni moto wa umeme. Huu ni moto utazimika. Ukiwaka umewaka. Na tabiri kinabii kwaka watazimika. Nataka watoto wako wakachipue katika familia yako. Watoto wako waonekane kwenye hiyo boma. Wakipita pale barabarani, wanauliza pale ni kwa nani? Anaambiwa pale ni kwa kijana wa Raheli, pale ni kwa kijana wa mama babangu, pale ni kwa Susana. Susana yupi? Yule tuliyekuwa tunamfahamu kwenye vikundi. Susana yupi? Yule aliyekuwa na mateso. Susana yupi? Yule aliyeachwagwa. Anauliza kijana yupi? Anasema vijana wake wamepandishwa level, vijana wake ni wafanya biashara. Ile sauzi unaiona, ile gorofu unaiona. Kuna wamama na waona, kuna wazazi na waona. Mtakalia magari ya vijana wenu, mtakalia magari ya watoto wenu. Mtabebwa. Rabababa shaka. Haijalishi wamekutesa, na tabiri kinabii leo ni mwisho. Lazima